Sasa nimkaribishe Sheikh Abubakar Kada aje atoe nasaha zake na yeye kuhusu masuala mazima ya uchaguzi, amani, mshikamano. Kupigana vita vya ndani wenyewe kwa wenyewe, kama vile Kenya walivyodai uhuru wakati wa Mau Mau, Rwanda imetokea mauaji, Burundi mauaji yanaendelea kila siku, Kongo Mashariki mauaji yanaendelea kila siku, kote huko wanapigana. Lakini nchi ambayo imebaki salama ni hii peke yake. Lakini sasa hivi kama alivyosema ndugu yangu askofu, kuna viashiria kwamba kuna watu leo wanatamani twende katika machafuko. Na hili ndugu zangu nataka mlizingatie vizuri sana. Ile kauli ya mwanzo ya wale ndugu zetu walisema no reforms no election. Kama hakuna mabadiliko hakuna nini? Hakuna uchaguzi. Mimi sikuelewa wanamaanisha nini. Waliposema hakuna uchaguzi nikajiuliza, hakuna uchaguzi wanajeshi la kuzuia uchaguzi? Hakuna uchaguzi wanazuia vipi? Baadaye sasa nimeelewa. Kumbe wameandaa maandamano. Kumbe wale walisema no reforms no election ndio hao katika mtandao wao walinde watu wanafanya maandamano hivi. Kuna hali ya amani hapa? Sasa hilo ndio jambo la msingi. Sasa mimi niseme hivi, kumbe watu wanakusudia wafanye maandamano siku ya uchaguzi. Sasa hii nchi inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Na sisi hapa duniani lipo taifa ambalo ni kigezo cha demokrasia duniani. Ni taifa la Marekani. Sasa mimi labda nataka mnielewe vizuri. Watu wanaposema watafanya maandamano, je, maandamano hayana utaratibu? Kwa sababu hata Marekani, nimesoma utaratibu wa Marekani kuhusu mambo ya kuandaa maandamano. Marekani wanasema hivi, ili uandae maandamano yoyote lazima kuwe na organizer wale maandamano. Yule mtu ambaye anafanya organizing kuandaa watu waweze kufanyaje? Kuandamana awepo. Alafu akishawepo, jambo la pili, upate permit kutoka kwa mamlaka za ndani. Yaani uende kwenye mamlaka za ndani uwe na permit ya maandamano. Marekani hiyo, sio Tanzania. Wakishakupa kibali, hiyo inakuwa ni hatua maalum. Sasa inategemea maandamano yako unafanyia wapi. Je, unayafanyia kwenye maeneo ya umma, unayafanyia barabarani au viwanjani au kwenye city hall? Lazima uende katika polisi upate kitu kinaitwa police department. Ukishaenda pale wanakupa utaratibu wako jinsi ambao unaweza kufanya nini kupata kibali cha maandamano. Lakini ili maombi yako yakubaliwe lazima uainishe ndani ya Marekani hiyo kwamba hayo maandamano yako ni eneo gani litakalotumika. Jambo la kwanza. La pili, kama mtakuwa mnaimba au mnatembea mnacheza ngoma lazima useme Marekani hiyo. La tatu, kuwe na maandalizi ya usalama na kuwe na madaktari na wasimamizi. Hayo ni maandamano ya Marekani. Mkiandamana lazima kuwe na wasimamizi, kuwe na madaktari, kwa sababu kuna watu katika maandamano mtu mwingine anaweza kaanguka chini akapoteza fahamu, anatakiwa apewe huduma ya kwanza. Watu kama wale Red Cross wanakuwemo kuweza kufanyia maeneo hayo. Lakini wakati huo kuna vipengele vingi. Kipengele cha kwanza ni kuheshimu masharti ya kibali. Mara nyingi mamlaka huweka masharti kama yafuatavyo: kutotumia vurugu wakati unadai haki yako ya msingi. Tumeona juzi watu wanadai mambo ya mwendokasi tu wamepiga magari mawe hapa. Wameenda vituo vya polisi wamepiga mawe, wamechoma moto vituo vya polisi. Hivi kweli wana nia nzuri hawa? Hata Marekani kwenyewe unapotaka kuandamana lazima kipengele cha kutotumia vurugu kiwepo. Kipengele cha pili, kutozuia magari au watu kupita. Ndani ya Marekani hiyo hutakiwi kuzuia magari wala sehemu wanakopita watu. Kipengele cha tatu, kutoingia kwenye majengo bila ruhusa. Kama walivyokwenda vituo vya polisi wakapiga mawe na wakachoma juzi. Lakini kuna serikali inaweza ikasitisha maandamano hayo na ikatangaza amri ya hatari ambayo inaitwa curfew. Sasa katika kuhakikisha usalama na ulinzi wa hayo maandamano, kipengele cha kwanza, wao wanaandamana wasiwe na silaha. Usiwe na bunduki, usibebe mawe na kutii maagizo ya polisi. Watakupenda direction. Kama mnaandamana kutoka Kinondoni mnakwenda Magomeni, muwe na utaratibu. Na huyo muhamasishaji awepo. Sasa muhamasishaji wa maandamano haya tarehe 29 yuko Marekani.
hayuko hapa, hana kibali, hana utaratibu wote wa kisheria. Sasa nasema hivi, kwa mujibu wa hii ni Marekani, kwa Tanzania pia kuna taratibu zake. Ili uandamane uende polisi, wakupe kibali, wafanye intelijensia yao, wajiridhishe, waone maandamano haya ni salama, wanakuruhusu. Huu ndio utaratibu wa dunia nzima. Sasa mimi sisi tunahoji swali hili kama viongozi wa dini. Tumeambiwa tarehe 29 kuna maandamano yasiyofuata utaratibu wa kisheria. Sasa haya si maandamano, hii ni fujo. Kwa hiyo nilikuwa nasema kwamba jina la maandamano liondoke. Sasa walete jina la fujo. Kwa hiyo niseme hivi, ndugu zangu waandishi wa habari mliokuwepo hapa. Mimi niseme kutoka moyoni mwangu, Sheikh Mwaipopo na chaneli yake hii, na nyinyi waandishi wa habari ni mashahidi, amekuwa akifanya kazi kubwa sana ya kuhamasisha amani. Sio leo wala jana. Si ndio? Ni kweli. CCM ina vijana wengi sana. Vijana wa CCM, makada wa CCM nchi nzima. Hivi ni kweli nyie vijana wa CCM, kila mmoja wenu ana simu? Rais anatukanwa, nchi inadhalilika, nyie mna simu kila mmoja mikononi, nchi inadhalilika, mmekaa tu amfanya jambo lolote? Sheikh, kuna haja gani ya kuwa na vijana wa nchi hii ambao wanaipenda nchi hii? Rais anadhalilishwa, viongozi wanadhalilishwa, na hata viongozi wa dini wakisimama kutetea wanatukanwa machawa. Na hiyo ndio mbinu ya kutunyamazisha, kwamba tusiseme chochote. Na hawa wameshinda, kwa maana kwamba mitandao imetawala wao, na si kwamba wanafanya kwa bahati mbaya, wamejipanga. Leo kiasi kwamba imefika mpaka watoto wetu ambao hawana maarifa washaingia katika mtego wao. Leo wanazungumzia vurugu na maandamano. Kwa hiyo niseme hivi kwamba naiomba serikali kama shekhe kwamba haya si maandamano kwa mujibu wa utaratibu wa maandamano. Wakitaka kufanya maandamano waende wakaombe kibali, wakipewa wataandamana na serikali itawapa maelekezo. Lakini kama utaratibu upo, hii ni fujo. Ni lazima wananchi wanaopenda nchi hii wasiwe upande wa hao watu. Na sasa tumegawika makundi mawili, kundi la wanaotaka amani na kundi la wasiotaka amani. Na hawa wasiotaka amani tutawajua tarehe 29. Tunawasubiri waingie barabarani, na serikali isipowachukulia hatua, sisi wenyewe tutaingia front kupambana nao, kuwazuia. Kwa sababu haiwezekani wananchi asilimia milioni 61 nchi haribiwe na watu wahuni wachache. Kwa hiyo niseme hili jambo, ndugu zangu waandishi wa habari, nimezungumza kwa uchungu kama shekhe ambaye kwanza siogopi. Lakini kama alivyosema baba askofu, tuna watoto nyuma yetu, tuna wakina mama. Nchi hii kiadibika tunakwenda wapi? Kwa hiyo ifike mahala lazima kila mmoja asimame kukemea. Na ndio maana tumesimama hapa kama viongozi wa dini, tunasema hatutaki fujo. Kama kuna mabadiliko yoyote, tutasubiri baada ya uchaguzi. Na nimeona katika ilani ya CCM wanasema baada ya uchaguzi watakuwa na tume ya maridhiano. Tuna haraka ya kwenda wapi? Lazima tuwe na subira. Tuwe na subira, tusubiri uchaguzi uishe, tutakaa tena, tutajadiliana. Nakumbuka kama awamu ya 5 Kikwete aliruhusu baraza la katiba. Serikali ikatumia bilioni 300 kwa ajili ya kupata katiba mpya. Hawa wanajiita wapinzani wakatoka bungeni, mchakato ukafa. Wakaja na agenda zao, wakatuvuruga, lakini pesa ya umma imetumika. Sasa mchakato ule unaweza ukaendelea tu baada ya uchaguzi, na sisi kama viongozi wa dini tunaishauri serikali. La mwisho, kwa sababu tuko wengi hapa, natoa ushauri kwamba kuanzia leo, na mimi naomba, tuna mufti wetu anaitwa wa BAKWATA, Sheikh Zuberi. Tunamuomba, maana kiongozi yaamrishwi, atoe amri kwa maimamu wote wa misikiti nchi nzima. Tumebakiza wiki 3 katika uchaguzi. Kila imamu lazima atoe hotuba kuzungumzia amani. Na waonye watu, vijana wetu ambao wana jazba, wengine wana elimu, hawajaelimishwa vizuri, kutokujihusisha na machafuko. Lazima wawaeleze waumini wao kwamba watu wajiepushe. Hiyo ni kazi ambayo tunamwomba Sheikh wa BAKWATA alifanye hivyo. Kwa upande wa Wakristo nao wanafanya. Na imani kabisa kwenye makanisa wanawaambia watu wapige kura kwa amani, waondoke kwa amani. Na ndio maana tumekusanyika hapa. Tuna maaskofu, tuna wachungaji, tuna watu mbalimbali ambao tuna uchungu wa nchi hii. Na hatutojali kauli za wale watu kusema sijui ni chawa. Hapana, nchi kishavurugika. La mwisho, Rwanda, wale Wahutu waliwaua Watusi 800,000 ili wao wakomeshe nini utawala wa Watusi, wao wachukue nchi. Matokeo yake wamepigana, nchi hawakuipata. Wakaja watu wengine, lakini mpaka leo maumivu ya mauaji ya kimbari
leo yanawatafuna mpaka Wanyarwanda mpaka leo. Sasa ndugu zangu, kwa hayo machache niliyozungumza, na kuombeni kwa hisani zenu, ndugu waandishi wa habari mlioko ndani ya Tanzania na mlioko nje, tusaidiane katika hili kama alivyosema ndugu yangu askofu hapa, ili nchi iendelee kuwa ya amani. Tusitumie vita kupata haki. Tutapigana, na nakupeni kitu kimoja, huku nchi hii ndugu waandishi wa habari, tuna Waislamu sisi. Na sisi Waislamu tumegawanyika makundi mawili. Kuna Waislamu wengine hawaambiliki. Vita ikianza hapa ni miaka 100 wa kuituliza atakuwepo hapa. Sio, mnielewe vizuri eh? Kuna watu wanasubiri tu. Na katika Wakristo kuna makundi yao vile vile. Pengine wanatamani nchi ivurugike tu, wapate sababu. Tutapigana hapa miaka 100 ndugu zangu. Hatakuwa tena na nchi hapa. Kwa hiyo tumeongea kwa uchungu, lakini sote tuna nia moja. Maaskofu na sisi tunajenga nyumba moja, tusigombee fito. Kwa hiyo nakuombeeni kwa hayo machache, nimuombe Mwenyezi Mungu ajalie kikao hichi kiwe chenye kheri, na ujumbe huu ufike kwa Watanzania wote, na Mwenyezi Mungu awawezeshe sana, na Mwenyezi Mungu awabariki sana Watanzania. Uchaguzi uwe na amani tarehe 29 kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabii wa alihi wa sahbihi wasallim, walhamdulillahi rabbil alamin.